بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال وهو أصدق القائلين والسماء ذات البروج واليوم الموعود والصلاة والسلام على رسول الكريم الذي قال وهو أصدق القائلين خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد. Tulisoma juzi buruji, tukaona kwamba buruji ni kusuri samawia, kwamba ni kasiri zilizokuwamo mbinguni kwenye anga, na tukaona kwamba buruji ni manazilu shamsi wal qamar, manazilu shamsi wal qamar wal kawakib, ndio vituo, ndio sehemu ambapo jua, mwezi, kawakibu hutua hapo. Tuliona hivyo. Tukaona pia idadi ya hizo buruji kwa beti mbili. Nilisoma beti mbili kwa haraka, lakini beti hizi za kusaidia kujua yale majina ambayo Abdullah bin Abbas aliyataja na anapatikana kwenye tafsiri nyingi za Qur'an. Hamala thawru jawzata as-sultani wa ra'al laythu sumbulata al-mizan warama aqrab qawsin lijadi nazahaddalu birkat al-hitan. Kwa misemo hiyo aliyoiweka unapata jumla ya buruji 12 ambazo ni Hamad, Athawr, Jawza, Sartan, Sumbula, Mizan, Aqrab, Qaus, Jadi, Dalu na Hut. Buruji zinakaa 6 shamali khati al-istiwa na 6 janubi khati al-istiwa. Ziko 12, 6 ziko kaskazini mwa ikweta na 6 kusini mwa ikweta. Hatutoenda sana huko kwenye buruji baada ya kuwa darasa inahusiana na buruji ilishapita. Leo tunaenda na kiapo kingine, wal yawmil maw'ud, na naapa kwa siku iliyoagwa. Kuagwa ni kule kuahidiwa. Kuna yaumu, siku ambayo kila mwanadamu ameahidiwa, na hii si ile siku ya kufa kwake. Huwa yaumu qiyama, ni siku ya kiyama, na ndivyo anavyosema Al-Wahidiyu katika tafsiru al-Basit, wa huwa yaumul fasli wal jazai alladhi wa'adahu Allahu ta'ala bihi ala alsinati rusulihi, wa huwa yaumun tafarrada fihi rabbuna bil mulki wal hukmi. Ndio siku ya kupambanukiwa, siku ya upambanuzi wa haki na batili, ni siku ya kulipwa, na kiyama lazima kiwepo. Siku hiyo lazima iwepo ili kila aliyeishi katika dunia alipwe haki yake. Dunia na mambo yake na vyombo vyake haviwezi kumlipa mwanadamu.
na haviwezi kuwalipa viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anayeweza kulipa ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo akatuwekea sisi wanadamu katika maisha yetu yote, akatuwekea hiyo siku ya malipo, yaumul jazai, siku ya kulipwa. Kila mmoja alipwe haki yake, kwa sababu wako wengi ambao wamekufa, wamedhulumiwa sana, hawajalipwa haki zao mpaka leo. Ndivyo sivyo? Haki zao wanapatia wapi? Lazima kuwe na al-yawmul maw'ud. Kwa nini kiyama kiwepo? Kwa nini siku hiyo iwepo? Lazima iwepo, watu walipwe haki zao, na Mwenyezi Mungu ni mwadilifu. Kuna ambao wanaendelea kuishi katika hii dunia kwa tabu, kwa misukosuko mikubwa, lakini wamesababishiwa na watu ambao hawawezi, na hana la kufanya na hana pa kwenda. Atalipwaje huyo? Lazima kuwe na yaumul jazai, yaumuddin, siku ya malipo. Kuna ambao wamechafuliwa sana heshima zao, akiwa anajua, akiwa hajui. Huyo alichafuliwa heshima yake huyo, na akadhulumiwa haki zake za kimali, haki hizo za heshima, wakati mwingine haki hata ya nafsi. Analipwa na nani? Na duniani ni mpaka ukamatwe na kidhibiti. Lazima kuwe na yaumul maw'ud, al-yawmul jaza, al-yawmul maw'ud ndio yaumul jaza, siku ya malipo, ili kila aliyetenda na kila aliyetendewa kulipwe. Kulipwe. Ndio hapo kwamba Mwenyezi Mungu akaapia kwa siku hiyo kutokana na ukubwa wake na maulivyo, akasema wal yaumil maw'ud, na siku ambayo imeagwa, imeshawekwa maalum kwamba hiyo. Na yapatikanaje? Haitopatikana ila ni baada ya kufufuka wote waliokufa. Watu wote wafufuliwe baada ya kuishi makaburini kwa muda Mwenyezi Mungu aliokadiria. Sijui sisi tutaishi miaka mingapi huko, lakini kuna wenzetu ambao miaka 1000 shamaliza kaburi, wengine miaka 100 shamaliza kaburi. Lakini wote tufufuliwe siku moja, tukalipwe. Ndio lengo moja, malengo makubwa siku hiyo ya kiyama ni kulipwa. Na mimi tutalipwaje? Inshallah Mwenyezi Mungu atajalia huko mbele, tutaonyesha tutalipwaje. Katika ulimwengu wa kisasa wa sekula, hivi sasa wataalamu wamejitokeza wengi sana kuandika vitabu vinavyoonyesha kwamba dunia ina mwisho, na haswa wamehusisha na kifo cha jua. Kisoma katika elimu ya astronomy, kuna death of the sun, kifo cha jua. Jua hili wao wanavyosema litakufa. Jua limekusanya hewa ya helium na hydrogen. Ile helium itakwisha na jua litakuwa tu kama dude kubwa lilokuwepo angani, ambalo halina kazi yote, jekundu, kisha litakunjika na ndio itakuwa asema dunia. Kwa hiyo haitokuwepo. Hii sayansi wanaamini hivyo, na hiyo ndio idha shamsu kuwirat, ili jua itakapo kunjwa.
Wa idha nujumu kadarat, na pindi nyota zitakapopukutika, zitakapoondoshwa ile nuru yake. Wa idha nujumu kadarat, wa idha jibalu suyirat, majabali yataendeshwa yawe yanaelea angani kama sufi. Watakunu aljibalu kal'ajli, itakuwa majabali ni kama sufi almanfush, zilizotawanywa, zilizopurwa, zikatawanyika angani. Ndio hiyo al-yawmul maw'ud, haiji ila dunia igeuzwe, ardhi isiwe ni ardhi yetu. Ndivyo anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ardhi itabadilishwa. Na ndio Qur'ani inavyosema, yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati, siku ambayo itabadilishwa ardhi isiwe ni ardhi hii, na mbingu zote zitabadilishwa, zitabomolewa. Basi hiyo ndio al-yawmul maw'ud. Ndio maana hata hawa watu wa sekula sasa, wataalamu wa elimu hizo za dunia, wamekuja wakakiri kwamba dunia itakuja kufika mwisho. Ndio ile namnukuu sana katika kitabu chake The Big Crunch. Crunch ni kule kuvunjika. Nasema kuta hii dunia itavunjika, itafika mwisho. Ameandika kwenye The Big Crunch, mume na mke ambao ni maprofesa chuo kikuu cha Stanford wote walimu, kitabu akiita The Big Crunch, na nukuu kile kinachohusiana na hapa: the universe might be doomed to collapse one day. Everything you see now, and that it's much larger distance that you cannot see, it will disappear. It will collapse and disappear into a smaller point than a proton. Kwamba hii dunia unayoiona sasa, tukisema kwa ufupi, itafika mwisho, itaangamia. Kwa kusema wal-yawmul maw'ud, siku hiyo iliyoagwa, sasa inakubalika na taaluma zote, na hata isingekubalika kwa taaluma hii, bado siku hiyo ipo. Kwamba kila kitu unachokiona na kile ambacho kiko mbali na upeo wa macho yako ukioni, kitakusha, tangamia. Ndivyo wanavyosema wataalamu wa elimu zetu hizi za sekula. Na kullu shay'in halikun illa wajhahu lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un. Sura 28 aya 88. Kila kitu kitaangamia, tafika mwisho. Mpaka dunia itaangamia. Kullu man 'alayha fan. Sasa dunia kufika mwisho ni mtazamo. Sasa hivi ni mtazamo kubalika kwa jamii zote za kitaaluma kwamba dunia ina mwisho. Kwa nini iwe na mwisho? Hapo ndipo tunapotofautiana sasa. Sisi kwamba lazima dunia ina mwisho ili watu walipwe, kila mmoja mwenye haki yake afanyeje? Alipwe. Lakini ni ili pia kauli ya Mungu itimie, washahidin wa mashhud, aqsama Allahu bishahidi, yani bikulli hadir wa shahidi yashhadu fi dhalika al-yawm. Yashhadu madha? Yashhadu al-awwalin wal-akhirin wal-insi wal-jinni wal-malaikati wal-anbiya'i wal-mursalin, wal-anbiya'i wal-mursalin. Kwamba Mwenyezi Mungu akaapa na shahid na chenye kushuhudiwa. Shahidi ni nani? Ni hadhir,
yule atakayekuwepo katika hiyo siku ya malipo, Mungu kamwapia. Kwa maana nyingine, satasema hivi kwa sababu katika Baharul Muhit, tafsiri ya Baharul Muhit, shahidi na mashhud wametofautiana makusudio yake mara 27. Kuna ikhtilafu 27 kwenye shahidi wa mashhud, lakini tafsiri aliyoitoa ni nzuri ni Ibn al-Qayyim al-Jawziyya katika Badai' au tafsiri, kwamba shahidi wa mashhud hii ni mutlaqain, mutlaqain ghairu muayyanain. Katika tafsiri yake kaandika hivyo Badai' au tafsiri, kwamba ni vitu ambavyo vimeachwa huru, ni shahidi wa namna yote. Huyo atakayekuwepo siku ya Kiyama, Mungu naye pia kamwapia. Kwa nini asimwapie? Na kama tunavyosema, alqasamu yadullu ala azamati almuqsam alayh, kiapo chajulisha ukubwa wa kile kinachoapiwa. Sasa shahid yanataka kuwepo siku ya Kiyama, lile ni jambo kubwa sana ambalo laonyesha azamatu rabbania, ukubwa wa kimungu, azamati al-uluhiyya, ukubwa wa Mungu. Ni kwamba annahu subhanahu wa ta'ala aqsama bil awalimi kulliha. Ndio maana yake Mwenyezi Mungu hapo ameapa na vilimwengu vyote, kila kilichokuwa kilimwengu. Wal-alam kullu ma huwa siwa al-alam kullu, kila ambacho si Mungu, Mwenyezi Mungu pia ndio shahidi. Liyalfita an-nadhiri ila ma fiha, liyulfita an-nadhiri, ili Mwenyezi Mungu awaelekeze wale wenye kutazama, ila ma fiha min al-'izam wal-fakhar, yaliyokuwemo katika ukubwa wa Mwenyezi Mungu na utukufu. Waliya'tabiru bima hadara, na wazingatie kilichokuwepo. Kwa hivyo washahidi ni kila kiumbe ambacho kitakuwepo pale, kwa sababu ndio shahidi. Lakini hata mwanadamu awe ni shahidi, kitendo cha mwanadamu kwamba amezaliwa, baada ya kuzaliwa akaishi katika hii dunia, baada ya kuishi katika hii dunia akafa, baada ya kufa akafukiwa, baada ya kufukiwa tena afufuke, baada ya kufufuka asimame katika uwanja wa Kiyama miaka 1000. Baada ya kusimama katika uwanja wa Kiyama ndio sasa malipo yafanyike, haingizwe peponi au motoni. Kuwepo tu katika eneo la kusimama kwa muda wa miaka 1000. Maana al-yawmul maw'ud, hiyo siku iliyoagwa imekusanya mambo mengi. Miongoni mwa hayo ni al-qiyamu, kusimama. Hiyo siku iliyoagwa aliyoapia Mungu, kuna kitu kinaitwa al-qiyam, qiyama. Summi al-qiyama tul qiyama, yani summiya yawmul hashr qiyama lituli qiyami nasi fiha. Imeitwa ile siku ufufuo ni qiyama kwa urefu wa watu kusimama siku hiyo. Watu watakuwa wamesimama tu, hakuna mti, hakuna kivuli, ila kivuli ni kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu. Ndio hiyo al-yawmul maw'ud, ndio siku iliyoagwa. Moja ya mambo yaliyokusanywa ndani yake ni Kiyama, kusimama kwa muda mrefu. Muda mrefu miaka mingapi? 1000. Inna yawman 'inda Allah ka alfi sanatin mimma ta'uddu, ni kwamba siku moja mbele ya Mungu ni kama miaka 1000 mnayohesabu nyinyi, kwa miaka 1000.
Lakini siku hiyo ndio siku ya kuonwa malaika. Sasa anashuhudia nini? Ndio hii washahidu bikulli hadirin wa shahid, aqsama bishahidin ay bikulli hadirin wa shahidin yashhadu fi dhalika al-yawm al-awwali wal-akhirin. Ni kwamba yule shahidi Mungu lazima mwapie kwamba kule tu amefufuliwa ni yule atakayekuwepo siku ya Kiyama. Ashuhudie nini? Atawashuhudia wa mwanzo na wa mwisho. Siku hiyo wa mwanzo na wa mwisho wanaonana. Sisi tuonane na watu wa Thamud, tuonane na watu wa Adi, tuonane na Firaun, tuonane na Haman, tuonane na kila aliyetangulia mpaka tuonane na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uonane na Adam, uonane na Nuh, uonane na Nabii Isa, uonane na Nabii Hudi, uonane na Nabii Saleh, uonane na Nabii Ibrahim. Ndio hapo asema aqsama bishahidin ay bikulli hadirin wa shahidin yashhadu fi dhalika al-yawm al-awwal, fi dhalika al-yawm al-awwalin wal-akhirin. Awashuhudie kwa macho yake wa mwanzo na wa mwisho. Lakini si hao tu, wal-insi wal-jinni. Siku kubwa ni hii, ni moja ya mambo yaliokuwepo katika al-yawm al-maw'ud, kushuhudia kwamba waone binadamu na majini kwa namna walivyo, lakini waone wal-malaikati wal-anbiya wal-mursalin, na malaika na mitume wote. Kwa hiyo kwa hili tu ni siku kubwa. Ni mkutano gani kubwa kama huo wa kuonana na viumbe wote? Ni wapi? Ni hapa. Uwanja wa Kiyama ndio huu uwanja wa watu watakaofufuliwa. Ni kwamba la tara fiha iwajan wala amta. Hutoona hapo kijilima, kijibonde cha namna yoyote, wala hutoona kijimlima hata kichomo kidogo. Kote ni flati, ndio uwanja wa Kiyama. Sipokuwa tu ardhi itakuwa sihi, itabadilishwa. Hiyo waliyaumil mau'ud, na siku iliyo hapa, siku ambapo yafiru al-mar'u min akhihi, ndio sifa zake. Siku ambapo mtu atamkimbia ndugu yake, ala wa ummihi wa abihi, na mtu atamkimbia mama yake na baba yake. Lakini na nini tena? Wa sahibatihi wa banihi, na mtu amkimbie mkewe, na mke amkimbie mumewe, na wakimbie wanawe. Kwa nini wewe? Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi, ana kila mtu siku hiyo jambo linalomtosha mwenyewe. Unajua ni kanuni kabisa ya kisaikolojia, yawma yafiru al-mar'u min akhihi. Siku hiyo kwa nini mtu amkimbie ndugu yake? Na ni kanuni ya kisaikolojia. Yaani mara nyingi kila hatari inavyozidi kuwa kubwa, ndivyo binafsi nao unavyozidi kuwa kubwa. Chukua hiyo. The more the dangerous, the more the selfishness. Kila hatari inavyozidi kuwa kubwa, ubinafsi ndivyo unavyozidi kuwa mkubwa. Niambie yale mabomu wakati ule Mbagala, ni nani alikuwa anakumbuka mwanae? Leo shuhudia wakati ule, ukipigwa kitu kizito hapa kikasikika, kila mmoja atakimbia. Ndio kanuni. Hatari inavyozidi kuwa kubwa, ubinafsi ndivyo unavyozidi kuwa kubwa. Ndio maana likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni, ana kila mtu siku hiyo jambo linalomtosha mwenyewe. Na hapo ndio binafsi utakuwa kilele cha juu kabisa. Ubinafsi uko juu kabisa. Na kuonyesha hivyo ni vile mitume nao watakapokuwa
wanaonyesha ubinafsi. Pale Nabii Adam watakapofuatwa na wanadamu wote al-awwalun wal-akhirun, wa mwanzo na wa mwisho utafuata. Mwambie Adam, anta abul bashar, wewe ndio baba wa viumbe wote. Tumekuja Mungu atuhukumilie kuliko kusimama hivi. Adhabu ya Mungu basi thibiti tu, tujue moja. Sasa ni singuse jaba, singuse kabisa. Sitaki maneno na mtu. Mimi mwenyewe na yangu niliwahi mimi kukurubia mti ambao ulikatazwa kukurubiwa, sina makamu. Yeye ananifikiria jambo lake, likulli mri'in minhum, watu waende kwa Nuhu. Sema mimi niliombea watu wangu dua ya maangamizi, sinifanye. Watu waende kwa Idrisa, kila mmoja labda waende kwa Muhammad. Nendeni kwa Muhammad. Mitume wote kila yona nendeni kwa Muhammad. Mimi Ibrahim mwenyewe, wewe ndio abul imani, ndio baba wa imani. Tumekuja sisi. Saa mimi hata nishasema uongo siku. Ni siku gani hiyo? Ni pale alipoulizwa na wale wenye masanamu yao. Maana Ibrahim alipita kwenye ile masanamu ataponda yote. Alafu akaacha ile sanamu kubwa akaliwekea shoka. Alipoulizwa Ibrahim, nani kafanya kwa Mungu wetu hivi? Akasema hilo kubwa. Yule mkubwa sasa. Hili sasa la msumbua siku ya Kiyama. Likulli mri'in minhum inshallah. Tafata na Nabii Musa saidie hali nzito. Sitaki bwana wale nafunisha piga mtu ngumi kama. Hivyo mpaka itakwenda afike kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mtume sasa aite. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aulize Mtume atasujudu, aulize una nini wewe? Sasa sina lolote wako. Ndio Mtume atakubaliwa yeye. Ndio kitu kinachoitwa ash-shafa'atul uzma, al-maqamul mahmud, tathibiti kwa Mtume Muhammad. Ndio hiyo al-yawmil maw'ud, ndio siku ile hapo. Sasa washahidi wa mashhud. Shahid pia alipopita mwenye at-tahrir wa tanwir Ibn Ashur yakapita kwamba kapita hivi kwamba hawa shahid ni kila yule ambaye ametajwa ndani ya Qur'an kwamba atatoa ushahidi siku ya Kiyama. Pale anaposemaje kwamba ni wale mashahidi, shahidi hapo sema hapa wanasimama malaika. Sasa kuna mashahidi maalum siku ya Kiyama. Kama Qur'ani suratul Ghafir aya 51 inatueleza, inaweza kutusaidia hili neno washahidi na shahid, mwenye kutoa ushahidi. Qur'an Ghafir 51 inasema inna lanansuru rusulana, lakini sio peke yao, walladhina amanu fil hayati dunya, walladhina amanu inna lanansuru rusulana walladhina amanu. Mwenyezi Mungu anasema tutawanusuru mitume wangu na wale ambao walioamini, fil hayati dunya, nitawanusuru ndani ya maisha yao ya dunia, wa yauma yaqumu al-ashhadu mahallu shahadati, na siku watakaposimama mashahidi mbele ya hadhara ya Kiyama. Suratul Ghafir hapo yaonyesha kwamba washahidi hapa kwa mashuhudi, yuko shahidi siku ya Kiyama. Ni nani hao?
Wa kwanza ni almalaikatu alladhina yuhsuna a'malana, ndio mwanzo. Malaika ambao wanaodhibiti matendo yetu. Kila mmoja anajua kwamba ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun, hata kitu ila kimeandikwa. Kimeandikwa wapi? Ni daftari maalumu ambalo wewe unioni, yashahadu al-muqarrabun. Ni daftari maalumu ambalo wewe ulioni. Umetukana, umeandikwa. Umedharau, umeandikwa. Umefanyaje? Umeandikwa. Tuhswa kulla fatili wa naqul. Si ndivyo? Kulla fatili wa naqil. Kila kijuzi kidogo, kila kitu kidogo sana kitaandikwa. Wa kwanza katika mashahid ni malaika, kama Qur'an inavyosema wa nufikha fi sur dhalika yaumul wa'id, itaviviwa suri parapanda la kiyama. Hiyo ndio siku ya nini? Ya makamio. Ndio siku ambapo Israfili akipuliza parapanda la kiyama. Wajaat, akipulizo kusemwe dhalika yaumul wa'id, kwamba hiyo ndio siku ya nini? Ya kiago hicho hapa. Alafu asemaje mashaka kwamba wajaati kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid, na atakuja kila mtu hali ya kuwa pamoja na sa'iq. Sa'iq wakasema ni yule malaika anaandika amali, ndio kitu sa'iq, malaika ambaye anaandika. Wewe unatangulia mbele, anakufuata nyuma, uko naye. Lakini washahid ikaambiwa pia ni hao malaika. Sa'iq yule anaandika amali za khair, shahid yule anaandika amali za mbaya. Sasa ikawa kwamba neno washahidi kwa mujibu wa Qur'an ikawa malaika pia ikaingia. Maana ya pili annabiyun, mitume ni mashahidi vipi? Shuhadau ala umami, ni mashahidi kwa nyumati zao. Kwa ile washahidin ni kwamba pale wasema kusudiwa mitume. Nafahamu dalili, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida, kwamba itakuwaje siku tutakapoletea kila umma, tutawaletea shahidi wao ambaye ni mitume, na tutakuleta wewe mtume Muhammad kwa ajili ya huu ummati Muhammad, wewe ni shahidi. Mashahidi wengine siku ya kiyama ni ummati Muhammad. Sisi ummati Muhammad tutakuwa ni shahidi ala sairi umma kwa ummati nyingine zisokuwa ummati Muhammad. Sura ya pili aya 143, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, na kama hivyo tumekufanyeni nyinyi ni umma bora, yani umma ambao uko kati kwa kati, kila kitu chenu ni kati kwa kati, ni umma bora. Lakini kwa nini? Litakunu shuhadaa ala nas. Tunaona shahidi hapo imeingia pia kwa ummati Muhammad, ili muwe ni mashahidi wa watu wengine, nyumati nyingine. Lakini wayakunu rasulu alaykum shahida, na awe Muhammad kwenu nyinyi ni nani? Ni shahidi. Shahidi mwingine, neno wa shahidi ndio tunataka.
Shahidi mwingine ni al-ajsad wal julud, ni viungo vya mwili na pia na ngozi. Hata ngozi yenyewe itatoa ushahidi. Waqalu liyuludihim, watasema kuuliza ngozi zao, lima shahidtum alaina, mbona au kwa nini mnatutolea ushahidi sisi? Qalu, watasema ngozi hizo zitasema, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay, ametusemesha, ametupa uwezo wa kusema. Mwenyezi Mungu ambaye amekipa uwezo wa kusema kila kitu, ni af'ala bimaana imkan au bimaana tamkin. Na pia tuambiwa kwamba kuna shahadatu zamani, kwa mashahidi. Kwa ufupi, kuna shahadatu zamani, shahidi wa zama, kama anavyosema Al-Hasan al-Basri kwamba hakuna siku ambayo jua limechomoza, ma min yaumin illa wa yunadi, hakuna siku yoyote ila siku hiyo inanadi, inni yaumun jadida wa inni ala ma yuf'alu fiyya au ma yaf'alu fiyya shahida faghtanimni falau ghabati shamsu lam tudrikni ila yaum al-qiyamah. Hii ni shahadatu zaman kwa mujibu wa Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri marejeo makubwa katika dini, yasema hakuna siku yoyote ila siku hiyo inanadi kumnadia mwanadamu, mimi ni siku mpya, na mimi kwa kile kinachofanywa juu yangu au anachofanya mtu juu yangu nitakuwa shahidi siku ya Kiyama. Nipatie faida, lau litazama jua kuto nidiriki tena mpaka siku ya Kiyama ndio tutakuja kukutana. Kwa hiyo washahidi, na hapa kwa shahid manake hadhihi al-aya taani shahadat az-zaman, inakusudia nini? Ushahidi wa zama. Kuna pamoja lakini kuna shahadatul makan, ushahidi wa eneo ulipokaa. Utasema siku inatoaje ushahidi? Inatoa si Mungu bwana. Mwenyezi Mungu atatuumba hiyo siku, alifanya ni kiumbe ambayo naweza kuwasiliana. Mimi ndio ile siku kadha kadha. Ndio maana siku sio zile tunapeana moyo kusema leo Jumamosi. Jumamosi haiwezi kuwa kila siku Jumamosi. Kila siku ni mpya, na kila mpya ina habari zako na zake mpaka utakapoondoka duniani. Na kila mtu ana siku zake. Ituambiana tuko Jumamosi, kila Jumamosi nakaririka miaka 1000 Jumamosi kile. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Alhamisi, siku ziko ngapi? 7. Siku 7 wewe. Mtu kaishi miaka 100 alafu ongea siku ziko 7. Ni kwamba ni moja ya vitu vinavyotukumbaza. Ni kwamba kwa akili zetu lazima kuwepo mfumo huo ili tuweze kuishi. Unafahamu? Lakini siku sio 7, tunaishi na miaka 1000 ndio siku 7. Lakini kuna shahadatul makani, ndugu zangu, ushahidi wa mahali. Ukifanya maasi ya mahala popote au ukafanya kheri mahala popote, jua ile sehemu, kile kipande ulichofanya kheri itakuja kutoa ushahidi siku ya Kiyama. Si ardhi kule kwenye zinazoizia ardhi mambo ya umaidhi tuhadithu akhbaraha, siku hiyo itahadithia habari zake zote
Kwa nini? Lianna rabbaka awhalaha, kwa kwamba Mola wako ndio kaiamrisha kufanya hivyo. Kwa hiyo katika mashahidi wa siku ya Kiyama watakaotolea ushahidi sisi ni ardhi. Fi ayi buq'atin min biqa'i al-ardi allati 'asayta Allah alayhi fa'lamu annaka fi makhbarati al-ardi wa makhbarati al-biqa', kwamba kipande chochote cha ardhi ambacho wewe umewahi kumuasi Mungu lakini pia umefanya kheri, jua wewe ni juu yako makhbarati, kutolewa habari. Umekuwa ni hicho kipande kitageuka itakuwa ni makhbarati, eneo la habari nyingi zinazokuhusu wewe. Sasa hivi tu ardhi, maeneo haya kitaalamu wanakutolea ushahidi kwa wewe ukanyaga hapo, ndio si hizi teknolojia zimeenda mpaka bahala ulipokanyaga unajulikana ulikanyaga hapo kwa jasho tu au kitu fulani, harufu yako tu kinaswa tunajua. Sasa hii iweje kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mmoja ushahidi unaotolewa siku hizi kwa teknolojia hizo zilizoendelea, mahala ulikuwepo utajulikana ulikuwepo. Lakini mikono itatoa ushahidi. Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Miguu itatoa ushahidi. Leo tutafunga midomo yao, tutasemesha mikono yao, lakini watashahadu arjuluhum, na miguu itatoa ushahidi yale yote watu walikuwa wanafanya. Kwa hiyo kuna shahadatul jawarih. Sasa ushahidi wa nini? Watatu. Tunasema shahadatu zamani, shahadatul makani, shahadatul jawarih, ushahidi wa viungo. Shahadatul ambayo tumeuona waqalu lijuludihim lima shahidtum alayna qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Ametupa uwezo wa Mungu kusema, ambaye amekipa uwezo kila kitu. Lakini ushahidi wa mwisho ni shahadatu yaumul jumaa. Ushahidi wa nini? Siku ya Ijumaa nao ni shahidi. Kwa hiyo tuna washahidi, ile washahidi kote inaingia kwa kila kitu. Hawa mashahidi waliozungumzwa hapa Mwenyezi Mungu ndio kaapia nao, lakini na shahidi ambaye ni hadhiru, yule aliyekuwepo siku ile. Kiumbe chochote ambacho kitakachokuwepo siku ile ya Kiyama, na vyote vitakuwepo. Ndio mkutano mkuu wetu. Kwa vyote vilivyoumbwa na Mungu tunakusanywa mahali pamoja. Ndio maana ikaitwa yaumul mahshar, siku ya kukusanywa viumbe wote alioumba Mungu, vya kusanywa pamoja. Manake hata simba watachanganyikana na swala na kadhalika, na watafufuliwa, na kiyama watakuwepo viumbe wote, kisha waambiwe kunu turaba janna au kunu turaba, kweni mchanga. Tegeuza wanyama wote, na kisasi itakuwa baina ya wanyama. Mbuzi alikamatwa na simba, naye mkamati simba ale tumalizane. Si maana ndio mbuzi haki yake nipatia wapi? Niambie, mbuzi anapatia pia haki yake swala digidigi, anapata wapi haki yake kwa simba, kwa chui, kwa nani? Mungu achie hivi vitu kwamba wao ni wakutafunwa. Kuna al-yawmul maw'ud, kuna siku iliyoangwa, kila mmoja naye atapewa fursa. Halafu kisha baada ya hapo wale wawe ni turaba. Ndio pale mwanadamu atasemaje? Yakulu ya laitani kuntu turaba,
natamani na mimi nilikuwa ni mchana. Kwa hiyo ndugu zangu, hii tuko kwenye tafsiri, sio kawaida, kwamba washahidi na hapa kwa nani na shahidi. Shahidi kwa maana nyingine ikaambiwa ni yaumul juma, siku ya Ijumaa. Wa mashhud ikaambiwa ni yaumu Arafa. Yote pia inaingia kwa shahidi wa mashhud. Kwa nini yaumul juma iko ni shahidi? Ndio siku ambapo viliumbwa vitu vyote vitukufu. Ndio siku alipoumbwa Adam, khulika fihi Adam. Siku alipopewa utume Adam, yani hiyo siku ya Ijumaa. Siku aliyoambiwa malaika wamsujudie Adam ni siku ya Ijumaa. Siku ambapo kiyama kitakapotokea itakuwa ni siku ya Ijumaa. Ndio maana Ijumaa ikaitwa pia nani? Ni shahidi. Wa mashhudi, na chenye kushuhudiwa ni kwamba ni kile utakachokishuhudia ile siku ya kiyama. Miongoni mwa watakaoshuhudia ni hao pia malaika watawashuhudia kitu ambacho hujawahi kuona ardhi nyingine, hali zile za kiyama, mashuhudi pia. Kwa hiyo ndio maana katika badai ya tafsir ya huyu Ibn Qayyim al-Jawziyya nasema hii shahidi wa mashuhudi ni mutlaqaini, huwa mutlaqaini ghairu muayyanaini. Ni kwamba ni vitu ambavyo vinashuhuru tu kwamba ni shahidi kwa maana ya hawa mashahidi wote waliotajwa na Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na al-athar na maneno ya wema kama Hasan al-Basri itaja siku kwa pia shahidi siku ya Kiyama. Madha amsuka la adna shahida muadila wa yawmuka hadha bil fi'al shahida, kwamba imepita jana yako kidogo kidogo hali ya kuwa ni shahidi mwadilifu, na leo yako hii kwa matendo unayoyafanya ni shahidi kwa siku ya Kiyama. Madha amsuka la adna shahida muadila wa yawmuka hadha bil fi'ali shahida. Iniftaraita bil amsi isaata fathanni bi ihsani wa anta hamida. Ikiwa utakuwa umefanya kosa jana, kosa lolote, irudishe fathanni bi ihsan, irudishe ile jana kwa mara ya pili kwa kutenda wema, wa anta hamida, na hali ya kuwa mwenye kusifika kwa wema. Wala taqul li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan la'alla yatika ghada wa anta faqid. Na wala usiseme kwa jambo lolote mimi nitakwenda kulifanya kesho. Kwa hii ngoja kwanza hija nizekezeke. Sijamaliza nini? Sijamaliza, utamaliza nini? Dunia kuna aliyekufa kamaliza yake? Hakuna kumaliza. Umepata nafasi, nenda haji. Umepata nafasi, funga. Umepata nafasi, simama usiku. Usiseme, usiwe na ile at-taswif. Wala taqul li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada la'alla yatika ghada wa anta faqir. Kwamba huenda ikaja kesho na wewe huko shakosekana. Shakosekana. Kesho yako inakuja inakuta maneno la ilaha wa inna ilaihi raji'un. Ukuta ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kwa hiyo tujipange tu kwamba washahidi na tutadhara kwamba sio kwa kutoa maida baada ya kutoa tafsiri. Kwa hiyo washahidi ni hii, wa mashuhudi tafsiri zilizopitwa hizo za namna zake hizo. Abu Hayyan mwenye Bahrul Muhit ndio akasema hii shahidi wa mashuhudi zimekuja kwa maana tofauti 23.
lakini zote mwenye hadaiku arrohi wanaonekana kusema wakusara dhalika, na samari ya yote hayo annahu subhanahu wa ta'ala aqsama bil awalimi kulliha, ameapa kwa viumbe wote, manake wasamai dhati buruji, na apa kwa mbingu yenye buruji. Hakuapia kwa mbingu zote, mbingu yenye buruji. Lakini waliyaumil maw'ud, na hiyo siku iliyoagwa, hiyo siku ya kiyama, wa shahidi wa mashhudi, na shahidi wa hiyo siku ya kiyama atakaye kuwepo, wa mashhudi, na chenye kushuhudiwa. Akasema liyulfita an-nadhiri, ili awaelekeze wenye kutazama, ila ma fiha, yale yaliyokuwemo katika hivyo vilivyoapiwa, min al-'idham wal-fakhar, na utukufu na nini na ukubwa. Waliyatabiru bima hadara, na wazingatie kwa kinachokuja, kile ambacho kimefika. Wayubdhilu juhudahum fi darki haqiqati mastutira, na watoe jitihada zao katika kuelewa hakika ambayo iliyofichwa. Hizi aya ni kama anatueleza malengo ya aya kama hizi ni nini? Ni wewe kujua Mungu alivyoumba na atakavyomaliza alichokiumba. Siku ya kiyama ni siku ya kubomolewa dunia, mbingu zitabomolewa, pasuliwa kama takavyoona huko mbele. Ardhi hii kama tulivyoona kwenye Zulzilat, mizigo yake yote, madini yote yatakuwa juu ya ardhi, mpaka mtu anaangalia yaumul maud, mtu anaona dhahabu alafu hana matumizi nayo. Hakuna, anamuona baki yule maaha sa'iqu wa shahid, kashikwa na malaika na shahidi mwingine amkokota. Maana sa'iqu yule mwenye kukokota, wa shahidi anamswaga kama mbuzi, lakini hana habari naye, kwa sababu ni yauma yafiru al-mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani, isipo kukimbia. Hamna mtu mwenye habari na mwingine. Likulli imri'in minhum yauma idhin sha'nun yughni, kila mtu ana jambo la mshughulisha mwenyewe. Sasa mawaidha tafsiri tumemaliza. Aliwahi kuswalisha Sayyidina Umar bin al-Khattab swala ya asubuhi. Aliswalisha Sayyidina Umar bin al-Khattab, akaisoma surata Yasin. Suratu Yasin alipofika pale, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, hapo tu wamtazul yawma, kwamba jitengeni wenyewe leo ili watu wao. Alianguka. Aya hii ilimwangusha. Alipozindukana akaulizwa, nini kilichokuangusha? Hasa nimekumbuka historia yangu, ubaya niliofanya. Dhakara jaraima, amekumbuka maovu aliyoyafanya kabla ya kuwa mtu. Yale maovu yamemwangusha katikati ya swala, akikumbuka al-yawmul maw'ud wa shahidin wa mashhud. Pia akasema hii wa shahidin wa mashhud, na shahid atakayeshuhudia. Mmoja katafsiri shahid atakayeshuhudia kufilisiwa amali mtu ambaye kamfanyika mdhulumu, wa mashhud, na atakayeshuhudiwa bifaimani. Mmoja kapita hii kwamba sisi tutenda mema hapa, lakini sasa haya mema tunayoyafanya haya
namna yake ya kuyachunga ili yadumu yabaki ni yetu, ni lazima usiwe msengenyaji, usiwe mtu wa dhulma. Ni lazima ushikamane na Mungu kisawasawa, kwa sababu ukiwa unamsengenya mtu hajapita hiyo, haya mema yanangolewa, anapewa yeye ambaye kapumzika huko anacheza karate. Kwa hiyo siku ya kiyama itategemea wewe ni kiasi gani umuovu kwa watu ndio utaingia peponi. Yani si umwema kwa watu, ama kiasi gani umefanyiwa ubaya pia. Kuna watu wataingia peponi kama nasema, wengine wataingia peponi bila amali. Unaelewa maana yake? Ni kwamba amali za wengine zinawatosha. Hivyo wanaposema vibaya, kuna mtu anasema vibaya asubuhi mpaka usiku. Zile ni amali zote. Ndio maana Hasan al-Basri aliambia wanafunzi wake, mkimwona mtu anasema vibaya mpeni zawadi. Akaulizwa vipi? Asema huyu anatengenezea amali siku ya leo, sio siku ya kiyama. Kwa hiyo ili kuulinda huu mtaji tunaochukua, lazima ujitahidi usiwaseme watu vibaya, usidhulumu haki za watu. Hakikisha tumbo lako haliingia haramu. Ingi haramu haki za watu. Pelekee fulani hii, wewe unachichia, haijaisha kuna kiyama. Ndio hayo kwamba unakula, mwisho unakufa, mwili unaotengeneza kwa haramu unaoza. Lakini dhambi iko pale pale. Kuna al-yawmul maw'udi wa shahidi mashhud. Mwenyezi Mungu atubariki sana. Ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.